Ili wewe kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani, ungana nasi kwa kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu, kwa habari zote za kimichezo na burudani, usajili, uchambuzi, True Talk, ukweli unaongea. Ujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo, mimi nikukaribishe na nikualike katika chaneli yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili pamoja na kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, hususan yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, ikiwemo tetesi za usajili, uchambuzi, msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, tathmini ya ligi, namna ambavyo inaendana na yote yanajumuisha masuala mazima ya kimichezo. Huwa tunajadili pamoja na kuzungumza hapa katika channel yako pendwa kabisa ya True Talk, na nitumie nafasi hii pamoja na fursa hii ya kuweza kukualika pamoja na kukaribisha kwako wewe mdau wangu wa nguvu ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi. Tafadhali sana nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele ambayo itakuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa kwanza kupata taarifa za kila video kipindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Yako mengi sana ambayo yamejiri huko viwanjani ambayo natamani tuweze kujadili pamoja na kuzungumza kwa pamoja hapa katika channel yako pendwa kabisa ya True Talk. Na miongoni mwa taarifa ambazo niko nazo hapa mezani kwangu siku hapa ya leo ni kuhusiana na tetesi za usajili, lakini pia uchambuzi kuhusiana na mwenendo wa ligi, namna ambavyo inaenenda kwa sasa na kuwa ni nani ambaye ataenda kutoa ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu ambao unaendelea kwa hivi sasa. Yako mengi sana ambayo yamejiri huko na natamani tuweze kujadili hapa ndani ya True Talk. Na miongoni mwa taarifa pia ambazo niko nazo hapa mezani kwangu siku hapa leo ni kuhusiana na mabadiliko ya kikosi kwa wanakundu wa Msimbazi Simba Sports Club kuelekea katika mchezo wa NBC Premier League dhidi ya Coastal Union utakaopigwa siku ya tarehe 21 mwezi huu hapa. Zimesalia siku chache kabisa za klabu ya Simba kwenda kukimenya na Coastal Union kule mkoani Tanga, ikiwa hii leo Simba wanatarajia kuondoka jijini Dar es Salaam kuelekea huko Tanga kwa ajili ya kwenda kwa kabili Coastal Union siku chache zilizosalia. Nafikiri ni kesho kutwa Simba watatua kule Simba watakimenya dhidi ya Coastal Union. Ni Alhamisi ya wiki hili majira saa 12:30 za jioni kule mkoani Tanga. Simba atakuwa ugenini akicheza na Coastal Union, mchezo wa NBC Premier League ikiwa ni raundi ya 24 kwenye mechi zile ambazo wamekwisha kucheza mpaka hivi sasa. Ikumbukwe kwa upande wa klabu ya wanakundu Msimbazi Simba Sports Club mpaka hivi sasa wamecheza mechi 23 na wameshinda mechi 15, wametoa sare mechi 7 na kupoteza mchezo mmoja, na wana alama 52 wakiwa kwenye nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, huku Dar es Salaam Young Africans Sports Club anaongoza ligi kwa sasa akiwa na alama 54 mara baada ya kucheza michezo 23, akishinda michezo 16, akitoa sare michezo 6 na kupoteza mchezo mmoja. Tofauti yao ni alama 2 tu pekee mpaka hivi sasa, na nafikiri kwa upande wa klabu ya Simba wanafanya vizuri kweli wakihakikisha kwamba wanakwenda kutoa ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu wa mwaka 2025-26. Kwa hiyo kwa hapo kesho kutwa tutarajia kuona mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Coastal Union, mchezo wa NBC Premier League kule mkoani Tanga, ambapo Simba ataenda kucheza ugenini. Lakini pia ni mchezo muhimu kwa pande zote mbili, hasa kwa Simba Sports Club ambao wanawania nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, kwa sababu wana lengo la kutoa ubingwa wa msimu huu wa mwaka 2025-26. Lakini kwa upande wa Coastal Union wenyewe ukitizama kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa hivi sasa wanashika nafasi ya 11 wakiwa wamecheza michezo 23, wakishinda mechi 6, wakitoa sare mechi 7 na kupoteza mechi 10, wana alama 25. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo muhimu pia kwa upande wa Coastal Union angalau kuitafuta 8 bora kwa hivi sasa. Lakini pia kwa klabu ya Simba ni mchezo muhimu vile ndio maana naweza kusema kwamba kwa pande zote mbili ni mchezo muhimu, hivyo
tutarajia kushuhudia mchezo mgumu kweli wa hapo kesho kutwa siku ya Alhamisi kule mkoani Tanga, ikiwa ni mchezo wa NBC Premier League raundi ya 24 kwa upande wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa upande wa klabu ya Simba ni raundi ya 24, kuna kwa upande wa Coastal Union raundi ya 24, wote wamecheza idadi sawa ya mechi, lakini Simba Sports Club yanashika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, huku Coastal Union akishika nafasi ya 11. Kwa hiyo unaweza kuona gap lilopo ni kubwa kweli, hivyo tutarajia kushuhudia mchezo mgumu kweli baina ya pande zote mbili. Lakini pia sanjari na hayo kwenye ile top 5 ya vilabu vitano ambavyo vipo kwenye rank ya juu kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, kama nilivyozungumza, Yanga anaongoza ligi akiwa na alama 54, huku Simba akishika nafasi ya pili akiwa na alama 52, wakiwa na tofauti ya alama 2 tu pekee. Lakini pia Azam FC anashika nafasi ya 3 akiwa na alama 46, na amecheza idadi sawa ya mechi, akishinda mechi 12, akitoa sare mara 10 na kupoteza mchezo mmoja, na nafasi ya 4 ikishikiliwa na Singida Black Stars. Amecheza michezo 23, akishinda michezo 11, akitoa sare mara 5 na kupoteza mara 7, ana alama 38, na nafasi ya 5 bora inafungwa na JKT Tanzania. Yanafunga nafasi ya 5 bora akiwa na alama 36 mara baada ya kucheza michezo 23, akishinda michezo 9 na kupoteza kutosali michezo 9 na kupoteza michezo 5. Hii ni kwa top 5 ya vilabu vitano ambavyo vipo kwenye rank ya juu kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa hivi sasa, namna ambavyo ligi inaenda. Lakini tukirejea kwa mabadiliko ya kikosi kwa Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, hawa ambao wanatarajia kwenda kukimenya kule mkoani Tanga na Coastal Union, ikiwa ni mchezo wa 24 kwenye michuano ya NBC Premier League. Nafikiri mabadiliko hayatakuwa makubwa sana. Tutarajie kuona pengine kikosi kile ambacho kimeanza katika mchezo uliopita wa hatua ya robo finali ya kombe la CRDB Federation Cup msimu huu. Tutarajie pia kuweza kukiona kuna katika mechi dhidi ya Coastal Union kule mkoani Tanga. Na mabadiliko ya kikosi nafikiri hayatakuwa na ugeni sana dhidi ya kikosi ambacho tumekiona pia dhidi ya TRA United kwa mechi iliyopita. Tunamwona hapa Kasal akianza kama mlinda mlango, lakini tunamwona hapa Duchu, tunamwona Kibabage, tunamwona Ismail Olivier Latoure akicheza kama center back, lakini pia tunamwona Reshon Derak, tunamwona Yusuf Kagoma akicheza kama namba 6, lakini pia tunamwona Gweye, tunamwona Kante, Rimpanzu, Cladus Chota Chama na Aura. Tunaona hawa wakianza kwenye face 11 na fikiri utaanza hivyo pia kuelekea katika mechi dhidi ya Coastal Union. Lakini tukitizama kwa upande wa substitution, nafikiri atakayeanza kwa upande wa substitution atakaokaa atakuwa ni Abel, atakuwa ni Rene Chesambi, Mligo na Vedasus, lakini pia yuko Nabi Kamara, yupo Semfuko, yupo Serman Mwalimu Gomez, yuko Morris Abraham, yuko Innocent Luemba na Bashiri. Kwa hiyo nafikiri kikosi cha kwanza kitakachoenda kuanza dhidi ya Coastal Union kitakuwa ni hicho, lakini pia substitution itakuwa ni hao, na tutarajia kushuhudia mchezo mgumu kweli kuelekea katika mchezo huu hapa dhidi ya Coastal Union. Minite Masajina idi tuto kama rivana hapa watu wanajadili pamoja na kuzungumza kuhusiana na masuala mazima ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanajiri huko viwanjani. Kwa taarifa zote za kimichezo na burudani, usisahau kusubscribe, lakini pia kulike hii video na kushare na rafiki zako ili kusudi nao waweze kupata taarifa zote za kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanajiri huko viwanjani. Sina jingine la ziada la kuzungumza. Wakati mwema. Bye bye.